Ndani ya Msumari Moto nilikuwa nimekuuliza swali moja. Of course, kuna kampuni moja ya magari ya masafa marefu ambayo imeweza kuintroduce dereva wa kike. Okay? Imeweza kuintroduce madereva wa kike wa masafa marefu na ikazua gumzo. Wengine walikuwa nasema hapana, wanaume ndio wanafaa kuachiwa hiyo kazi ya kusafiri kwa labda unajua magari ya masafa marefu yanasafiri mpaka usiku, sometimes. Na wengine walikuwa nahisi kwamba wengine wanasema no, wakati ambapo sasa hivi mahali ambapo tumefikia kiuchumi, everyone is allowed to do anything, kwa sababu huyu ni mwanamke ambaye ako na uwezo, hajalazimishwa. Yeye amesema kwamba I'm ready to do this. Mbona asifanye? Wewe kama Mkenya unahisi vipi? Is it okay? Unahisi kwamba iko sawa tu kwa mwanamke kuendesha magari ya masafa marefu, ama kwako unasema namna gani? 0719012700. SMS line yangu iko wazi 22277. Radio Maisha. Hello. Hello, Christine Kambua. Yes, mambo vipi? Niko salama sana. Unaongea na Mwana Sabato. Karibu sana. Ndani nikiwa maeneo ya Ruaka. Okay. Christine, ni vizuri watu waandikwe kazi. Ndio. Kulingana na ile kazi pia mtu anapenda na mtu anachua. Okay. Lakini kama hii za bit risk kidogo juu ya kama mambo na usiku, the other day, last week I think, nilisikia mambo na sijui dereva alidungwa kisu wapi, mwingine usiku. Yeah. So kama wanaweza andikwa kazi ile mtu anaenda mchana, well and good. Lakini usiku watu wengine wale huwa wanafikia vibaya, wao wanachukua hiyo advantage. Ndio. Hiyo ni risk, lakini watu wapewe tu kazi kulingana na ile kazi mtu anataka na kulingana na ile kazi mtu anachua. Okay. Tuko mbele pamoja. Asante sana. Mwana Sabato amesema kwamba it is okay for anyone kupewa kazi, lakini hii itakuwa ni riski kwa mtoto wa kike. Radio Maisha. Hello. Radio Maisha. Yes, mambo vipi? Okay, kabisa. Karibu sana. Anaongea na Frasha mambo. Sasa unajua mtoto wa kike kama ana ile uwezo Kambua. Mbona tusimwachie trailer ama tumwachie mzigo apeleke Rwanda huko Burundi? Unasema ana uwezo. Okay. Atalazimishwa, wakulazimishwa ni mbaya. Okay. Ama mwenye anachukua kitu, inachukua hiyo trailer na uwezo, unaona. Lakini kama mtu wako na uwezo, wacha aende. Okay, sawa sawa. Asante sana. Anasema kwamba by the way, actually it should be generally. Unahisi kwamba mwanamke anafaa kuwa anaendesha magari ya masafa marefu, kwa sababu for the longest tumejua kwamba wanaume ndio madereva wa haya magari. Unahisi kwamba kwa mwanamke itakuwa iko sawa? Maskini mjanja. Niko salama. Uko aje? Mzima kabisa, naona tena unaongea kama Simba ya Yuda. Sasa kwenye mada hivi nasema kuungana hiyo katika matokeo ile anasema ni vizuri watu waandike kazi. Okay. By the way, I'm a driver by profession, lakini sio tu assist kuuza hiyo magari ya masafa marefu hiyo. Okay. Unajua sisi wanaume kama na advantage na historia wale watu wanaendesha magari ya masafa marefu. Ukweli ni kwamba hata wewe unasikia akitoka Maraba na afika Eldoret aona amechoka, wanakuanga na hizi tango. Hii ni ukweli wako nazo. Okay. Na hiyo unajua sasa budget inakuwa kama rahisi. Lakini sasa kama mwanamke wewe Kambua, ukitaba ufike Eldoret uone utarelax. Unaona sasa wewe utaenda either kwa lodging, ama sasa itabidi wewe pia upange wanaume kwa barabara kama vile wanaume wanapanga wanawake kwa barabara. Pia hapana. Yeye wangesema at least kama driver kwa wawili wanaume mwanamke. Sasa ndio hizi vitu tunakubadilishana. Mwanamke ndio peke yake. Hajezo riski. Hapa mimi siungi mkono. Okay, sawa sawa. Amesema yeye hapana. Hebu niulize, wewe kulingana na wewe unahisi vipi? Mtoto wa kike anafaa kuwa anaendesha magari ya masafa marefu? Danny Boy. Kambua, good morning. Good morning. Mambo vipi? Mambo freshi. Karibu sana. Kambua, kidogo mimi hapo sitakubaliana nayo.
Watoto wa kike tu wapewe Kambua kazi ya kuendesha gari, lakini za hapa tu Kenya Kambua. Umesema kama ile ya women only. Hiyo hata kama tuseme kwa mfano anabeba watoto wa shule, anawatoa kwa shule anawapeleka nyumbani hivyo. Ama ameandikwa na mtu anamuendesha tu mchana, ikifika kitu saa 10 ama saa 12 anarudisha gari anaenda home kwake. Okay. Kambua hiyo iko fresh, lakini safari za mbali kidogo itakuwa riski kwa watoto wetu wa kike. Okay, sawa sawa. Asante sana. Dereva wa masafa marefu. Aje Kambua. Niko fiti, hata nafurahi nimekupata kwa sababu wewe uko na experience ya? Sasa iko hivi. Yes. Unajua hii vitengo iko mara mbili. Kuna trailer ya mzigo. Ndiyo. Na kuna basi ya abiria. Okay, ndiyo kweli. Zote ni za masafa marefu. Ndiyo. Hapo kuna basi inatoka hapa Nairobi kwenda Kigali hapa Rwanda. Ndiyo. Inaenda Kampala. Enda Juba. Ndiyo. Sasa kwa mrembo ni vizuri kwenda na basi kuliko lori. Umesema aendeshe gari la abiria kwa sababu watu ni wengi pale. Kwa sababu watu wako ndani, akona utingo, akona conductor. Okay. Lakini lori kidogo iko na changamoto kwa mrembo kwa sababu lori huenda polepole, tena wakati mwingine kama ni kwa milima. Yes. Lakini basi nenda kwa mwendo wa kazi kidogo. Okay. So hapo kwa basi iko sawa, lakini kwa lori kwa warembo hapana. Okay, sawa sawa. Asante sana. Mwingine huyo hapa. Mutoa. Kawaida huyo ni KDD 081R. Okay, karibu sana. Wewe pia ni dereva wa masafa marefu, sio? Unanielewa kabisa. Sasa hii niko hapa Malindi nikiteremka Mombasa. Okay, ebu hii story unaonaje? Kambua. Mambo vipi? Niko fiti. Wewe ni dem? Mimi ni dem. Wewe ni mtangazaji? Ndiyo. Kuna masuala ya utangazaji. Kusema kweli unaweza kaa pale ukioji mtu mwanaume, unasikia kweli anakulemea, ndio? Okay. Lakini wewe ni mtangazaji kama mwanaume mtangazaji. Na unamwoji na anakubali mahojiano yako. Iko hivi hapa barabarani. Mtakubaliana mimi mara moja au mara nyingine? Okay. Hii ni kazi. Ndiyo. Wakati umebadilika. Kambua sasa hivi tuko na security kwa hii barabara non-stop. Unasema sasa hivi security iko ngangari. Hii gari haiwezi ikasimama mahali barabarani iharibike ukose kuona CID wamefika kuuliza ni nini. Okay. Okay. Kaa kwa gari. Kama ni usiku anakuambia kaa kwa gari, usoke kwa gari, sawa? Uwe ni mwanamke, uwe ni mwanaume. Okay. Hii gari kama hizo sasa hivi naendesha hii sasa hii KDD 081R. Hii gari imemilikiwa kabisa na kampuni. Na kampuni wameweka security, iko na kamera. Okay. Hata sasa hivi wananiona naongea na simu lakini nafuata mikakati. Okay. So ukisema mwanamke asiendesha gari na ako very monitored. Okay. Hata uwezi ukamdhulumu, hata askari aweze kumdhulumu. Okay. Hiyo gari ikanyanga breki tu hivi asimame. Anaonekana kampuni ni shida gari, ile gari imesimama. Okay. Is monitored. Okay. So wanawake wanafaa kuendesha gari. Okay, sawa sawa. Asante sana Mutua. Lakini swali ambalo najiuliza ni je, in case ya emergency hivyo vile amesema, itachukua muda upi labda kwa kampuni kufika pale mahali ama kutumana uweze kuchukuliwa pale? I think anyway, kitu ambacho naweza sema kwa hii story yote ni kwamba tunalindwa na Mungu. Pita? Sasa Kambua. Niko fiti, uko aje baba? Mimi niko fiti. Karibu sana. Nimekumiss kabisa. Umepotelea wapi Pita? Mimi niko tu huwa nakusikiliza sana. Okay.
kwa sababu napenda Radio Maisha sana, tuko mbele pamoja. Asante sana. Najiitaka Pita kijana mdogo. Alright, karibu. Sasa mimi nikiingia ni msumari moto ama? Ndiyo, ni ndani ya msumari moto. Sasa mimi ningesema hivi. Mwanamke mbomba si mbaya. Okay. Lakini kama unaona hii kazi hii ya kusafiri safari ndefu. Ndiyo. Hiyo ni shida, lakini unaona mtu mwenye amemaliza kulea. Huyo anaweza kuwa akienda safari ndefu. So hii kazi ipewe tu wale watu ambao wameshamaliza kulea. Kwa sababu unaona kama Kambua, tuseme kama ni mke wa mtu. Tuseme kama anaenda safari za ndefu, unaona hiyo itakuwa tatizo kwa kifamilia yani. Okay. Sasa mimi naona tu kama ingefanikiwa ingekuwa vizuri ati tuseme mtu mwenye amemaliza kulea. Ingekuwa afadhali, lakini si ati ni mtu mwenye ako kwa familia hii watu wachanga, unaona? Okay. Sasa nashukuru sana. Asante sana. Fatuma. Hello. Okay, mzee weku tu. Kambua. Yes. Habari ya studio? Niko salama, uko aje baba? Niko salama kabisa, Mungu anasaidia. Karibu sana, nimekumisi sana jamani, umepotelea wapi? Na kupata chini ya maji jua saa zingine ni mzuri, na maoni ya watu pia inakuwa mzuri. Okay, karibu sana. Umesikia huyu mtua vile ameongea? Yes. Na paka amekupea experience ya kusema kwamba mnataka na kubaliki. Ndiyo. Obviously tu mtu anachamini na mwenye amekubali kufanya kazi fulani. Kuna wanatatu wanafanya kazi nzuri katika nchi yetu ya Kenya hii. Ndiyo. Sasa kushinda wanaume, yani mtu ni taasisi kabisa. Akipata kazi fulani na ameingia kwa tamu yake. Yani anako wasiwasi, chochote kinachotokea mtu anafanya anakabiliana nayo. So unapata anaenda tu na mtoto. Hii linzi tu wote ni kutoka kwa Mungu tu. Okay. Sasa mimi naona afadhali apewe. Kama mtu amekubali na amesomea, kwanza apewe pia naye tuone vile anaenda. Okay, sawa sawa. Asante sana. Mzee weku tu amesema mtu apewe jamani kama ameridhia tu kufanya hiyo kazi. Fatuma? Hello. Naam. Hello. Habari ya saizi? Niko salama. Sasa? Watu wasikudanganye. Gari kifika South Sudan. Hata masista walitolewa kimila wakapelekwa forest na ni masista. Okay. Nao ni kazi ya jeshi. Okay. Itakuwaje dereva wengine? Nani atasaidia ikifika huko? Sangapi mdozi atafika sijui paka wapi anza kusaidiana. Atakuwa ameuliwa. Okay. Okay, sawa sawa. Fatuma anasema jamani, kuna baadhi ya nchi ambazo labda ukiendesha gari kule usalama wako haujahakikishwa vizuri. Wewe unasemaje? Kazola Dan? Yes. Karibu. Kambua. Yes. Hapo mimi nafikiri hapo kuna shida. Nafikiri kuna shida, isiwe tu kwa kila mtu mwenye anakubali iwe sawa. Okay. Lakini kitu ya kulazimisha itakuja kuleta shida. Unajua sasa watu wengine wanajiwekanga tu hapo sababu wameona kitu kinafanyika, wanasema wacha tufanye hivi na hivi, labda ndio utakuwa unaridhisha wengine. Utaridhisha mwingine hajaridhika nayo. So mtu akikubali sawa, asipokubali aachana, usilazimishe chochote. Tunamalizia ndani ya msumari moto. Wewe unasemaje kuhusiana na hii story? Watoto wa kike waachwe tu waendeshe magari ya masafa marefu, ama unahisi kwamba kidogo kuna labda? Radio Maisha, hello. Hello, Radio Maisha. Yes, mambo vipi? Poa sana Kastiro. Karibu sana. Nani kutoka wapi? Ni Sedo kutoka Machakos. Okay. Mimi naonelea. Hiyo iko sawa kabisa. Wanawake inafaa waendeshe hiyo ya masafa marefu. Umesema iko sawa kabisa. Hiyo iko sawa kabisa. Okay, sawa sawa. Huyo amesema haoni shida yoyote. Radio Maisha, hello. Vipi? Niko salama. Naomba upunguze sauti ya radio tafadhali. Niko fiti sasa, ninaona ni wachekalini. Alright, karibu. Chekalini nimekupata vizuri kabisa, Ugari Kakamega County kwenyewe ndani ya Kinyozi hapa umbo Kinyozi. Okay.
Mimi kwa upande wangu, dada yangu, dewe naona saa hii kazi yenye ilikuwa hapo nyuma ya mwanaume, siku hizi mwanamke anafanya hiyo kazi better. Okay. Umesema what a man can do, a woman can do better. Better kabisa. Mimi kwa upande wangu mimi naona bora kitu cha maana waweke security kwa ya kutosha. Okay. Walinda hao wanadada kwa njia vizuri. Hao watu wataendesha hizo vitu, watafanya vizuri. Kwanza hao hawatakuwa na ukora kama wengine. Hao wengine unajua utasimamisha kwa njia uzeko mafuta, lakini hao wanadada watapeleka tu mizigo yao vizuri. Bora wawe na security ya kutosha, watafanya kazi vizuri. Leo na Wachekalini. Okay, sawa. Asante sana. Roba. Yes. Sasa mimi na mpenzi anakuwa tuseme driver. Sasa anasafiri masafara mrefu na niacha nyumbani. Tambua hiyo ni ngumu. Mimi nikiomba tu mko kwa maoni yangu binafsi. Ndio. Wacha wanafanya kazi ya ndani na karibu na nyumbani, sababu mimi ndio kisingiti ya nyumba kama wanawake. Okay. Kwa mfano nimeacha watoto wawili. Hao watoto malezi yenye mimi napea si kama kenye wewe unasopea kama mama yao. Ndio. Wacha kambua kama ni hata ikiwezekana kazi driver, wacha 90% wao wanaume, sababu safari mrefu. Sasa mimi napigia mke wangu ananiambia niko Mogadishu Somalia. Kambua. Nitakuwa sehemu kweli. Nitakuwa na upia anaweza lipulia huko. Alafu atakuwa analala watu kwa kupumzika. Umesema hard small. Ni ngumu sana kama kwa upande wangu. Okay, sawa. Asante sana. Wacha nishike simu mbili za mwisho. Radio Maisha, hello. Hello. Yes, mambo vipi? Poa sana, ni shabiki mgeni, ni kama network yako kidogo inatatiza, utanisamehe. Radio Maisha, hello. Mambo. Niko fiti. Kudate natoka Narok. Ni Kudate natoka Narok. Okay, karibu sana Kudate. Lakini si kuwa na karibu na radio. Okay, tegea. Asante sana kwa kuweza kupiga simu. Ya mwisho hii, Radio Maisha, hello. Hello. Yes, mambo vipi? Niko salama. Nani kutoka wapi? Moffat from Chogoria. Okay, karibu. Masafa marefu ni makubaliano baina ya mke na mume. Umesema wakiagiri tu itakuwa iko sawa. Okay, sawa. Kwa simu yake utaniruhusu msikilizaji tukomee hapo ndani ya msumari moto. Wewe unajua cha kufanya. Wengine hata unaweza pata kwamba mtu ni single mother. Sasa anasema kwamba okay, sina mume, itakuwaje? Si niende nitafutie watoto wangu. But I don't know. It all depends na security, kama wengi walivyosema. Kama security ipo, kama labda anaendesha gari la abiria ambalo labda liko na watu wengi, nadhani kwamba ako salama. Lakini kwa matrela, magari makubwa kidogo